أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ بالله من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu, leo tumo katika darsa ya 33, lakini ni darsa ya 5 kuhusu athari za vyombo vya habari au media katika malezi. Mada yetu kuu ni sayansi ya malezi kwa mtazamo wa Qur'ani. Tuliyozungumza kuhusu familia, sasa tumeingia katika media, na leo ni darsa ya 5 katika media ambayo inakuwa ni darasa ya 33 kuhusu sayansi ya malezi kwa mtazamo wa Qur'an. Katika darasa iliyopita tulianza kuzungumza zile athari za media, athari mbaya zinazopatikana kupitia media, vyombo vya habari na mawasiliano. Kila mara nawakumbusha kwamba taswira yetu isiwe vyombo vya habari ni vile vyombo vinavyotoa taarifa ya habari. Tumesema vyombo vya habari vina mihimili au mhimili wake ni vitu vitano: mwenye kutuma habari, mwenye kupokea habari yenyewe, yani ule ujumbe, tukasema chombo kinachotumika kupeleka habari, na tukasema ule mwangwi, aswada, mapokezi na athari yake. Vitu vitano muhimu sana. Kwa hivyo nawakumbusheni kwamba sinema ni media ambayo tunaizungumzia hapa. Ni mawasiliano, ni habari, ni katika media tunaizungumza. Sanaa ya kuchora inahusika, sanaa ya kuchonga inahusika, sanaa ya katuni inahusika, na zile social media ambazo unazijua zote. Na tukasema wengi katika sisi tumehamia sasa kubeba dhima ya uandishi wa habari, kwamba sisi tunatengeneza habari na tunaipeleka, inapokelewa na tunakuwa na dhamira na panakuwa na mwango. Nataka tuwekane vizuri katika hayo. Athari ya kwanza tulioitaja ilikuwa ni katika kutikisa imani, itikadi, sio za mtoto tu, hata mtu mzima. Ndio tukatoa mfano wa zile filamu za Kinigeria ambazo zimeelemea zaidi katika kuonyesha nguvu za uchawi na ukuhani. Kwa hivyo zinamjenga mtu mzima, lakini hata mtoto katika kuamini kwamba uchawi na ukuhani una nguvu sana, unaweza kufanya mambo makubwa na kumtoa mtu katika kumwamini Mwenyezi Mungu ambaye ni ala kulli shay'in qadir, na mifano mingine ambayo tulizungumza. Nukta ya pili tulisema vinaathiri katika ukuaji wa akili ya mtoto. Ndio yale tuliyodokeza kwamba mtoto alipoambiwa miaka 7 ya kucheza, haina maana ni mujarradi wa kucheza tu, ni kwamba anasoma kupitia kucheza, anajifunza kupitia kucheza. Kuna mambo kadha wa kadha mazingira yanamfundisha. Kwa hivyo sio kucheza tu. Katika kucheza mara nyingine kuna nyimbo wanaimba,
zile nyimbo zina utamaduni fulani, ndio yale tunayozungumza kila mara. Watoto wa Kiswahili wakicheza huimba sadakallahu amina, mwenye kupata apate, mwenye kukosa akose. Unaona ile michezo inaambatana na imani, mafunzo ya kidini. Na kuna michezo mingine mingi ya kitoto ambayo inamfundisha mtoto. Kwa mfano michezo ya kufocus, anajifunza namna ya kufocus. Sijui kama michezo hii ipo bado, ya kurusha mawe na kuokota. Unarusha huko unaokota, sio? Ile michezo inamfunza kufocus mtoto na kubalance, namna ambavyo anaweza kuokota jiwe bila kuliangusha na akadaka lile jingine. Kuna michezo ya kurushiana mipira na kumlenga yule aliyokuwa katikati, anakwepa, yeye analengwa. Yote ilikuwa inamfunza mtoto mambo kadha wa kadha, mbali na kumpa afya ya mwili. Sasa tulisema kwamba Imam Ali au Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema miaka 7 ni ya kucheza, haina maana ni mujarradi wa kucheza tu, ni kwamba anajifunza kupitia michezo. Na tukaona kina Jean-Jacques Rousseau wamezungumza aachiwe nature imfunze. Mzazi kazi yake ni kuchunga mtoto asipatwe na madhara, lakini anapogusa kitu kikamhatarisha jambo fulani, kaungua na moto, baada ya pale hatakuwa tayari kusogelea moto kwa sababu kishapata ile darasa. Tukasema michezo hii ya kuigiza kwa mfano au katuni anazotizama mtoto akakaa muda mrefu sana, anapoteza kitu kinachoitwa focusing. Na nukta muhimu nataka muikumbuke, unapokwenda katika social media kwa dakika 5 ukatizama vitu 50, unaperuzi, akili inachoka. Kwa sababu akili inataka kutizama kitu kimoja alafu ikifikirie, izingatie. Lakini wewe unakiona kimoja kinahusu mpira, sasa hiyo unabadilisha kingine kinahusu mawaidha, sasa hiyo unabadilisha kingine mwanamuziki anacheza, sasa hiyo unaona wanyama wakifanya vituko, sasa hiyo akili ile inashindwa kufocus, kisha inazoea tabia ya kutokurakiz. Hivi ndivyo wataalamu wanavyosema, kwamba mtu anataka aone kitu kisha ahame kwa akili yake akifikirie. Lakini kabla hajakifikiria kuna kingine unakifungua kingine, vitu 50 kwa wakati mmoja kwa dakika chache. Baada ya muda akili inakuwa na tabia ya kutokuzingatia. Ukiswali unaswali rakaa 5 salati ya dhuhuri, unaanza kuwa na wasiwasi na shaka, alafu inapoteza kitu kingine, inadhoofisha kumbukumbu. Uwezo huu mtoto shule unaanza kushuka, kumbukumbu zake sio mtoto tu, mtu mzima vile vile. Na hili tizamini sana, kwamba unaingia TikTok, wewe hujui umetizama short clips ngapi na picha ngapi, lakini kwa muda mfupi sana unatizama nyingi sana, alafu maudhui si moja. Hawa wanaonyesha nyumba zinajengwa, wanaonyesha mpira, wanaonyesha vichekesho, wanaonyesha. Akili ikigusa hivi nahamia pengine, inachoka haraka. Na mtoto ni zaidi inamuathiri. Kwa hiyo tunakuwa na watoto ambao focusing yao ni ndogo, lakini ubunifu wa mtoto unashuka. Mtoto anatakiwa yeye mwenyewe acheze, abuni, atengeneze kutokana na matope, atengeneze umbo fulani, kutokana na mchanga atengeneze umbo fulani, vijiti avitengeneze, makaratasi ya katikati atengeneze umbo fulani. Zamani tukitengeneza vipepeo, tukitengeneza ndege, tumeelewana, kwa makaratasi, tukitengeneza mipira ya kusuka. Lakini anapotizama mtoto mwingine anafanya, haimfanyi yeye kuwa mbunifu. Anatakiwa yeye mwenyewe ahusike. Ndio wanasema learning by doing, ajifunze kwa kufanya, sio kwa kuangalia anayefanya. Kiwango cha masomo kitakuwa kidogo pale. Ndio utaona watoto wetu sasa hivi wanaangalia watoto wengine wakicheza, sio kwamba wao wanacheza. Anakaa kwenye kochi masaa 3, 4, 5, mara nyingine mpaka anachoka, analala pale, kwa sababu sio yeye anayecheza bali anaangalia wanaocheza. Hizo ni katika athari katika makuzi ya akili ya mtoto. Sasa sisi tunadhani kwamba kutizama TV na michezo hii na media
ni kupata burudani tu. Tumesema sio burudani tu, kuna mambo mengi yanayopatikana nje ya burudani. Nataka tuhamie nukta ya 3 ambayo na hakika hatutoimaliza leo, lakini nataka tuwe makini kidogo kuisikiliza. Nayo ni athari za kinafsi. Nafsi au tuseme kinafsia ndio Kiswahili sahihi. Maana yake ni athari za kisaikolojia. Ukisema za kinafsia maana yake kisaikolojia. Na tukisema kisaikolojia tuna maana kwamba emotional well-being, yani ule ustawi wa hisia za mtoto. Nataka tuelewane. Mwanadamu ana vitu vingi vinavyomjenga, venye kuonekana na ambavyo havionekani. Tumeona malezi hayahusu mwili tu, kuoga, kuvaa, kula, kulala na vinginevyo na kunywa. Hayahusu mwili tu malezi. Malezi yanahusu nafsi ya mtoto, nafsi ya binadamu. Yanahusu akili yake, kwa sababu huyu ni binadamu, si mnyama. Sasa kuna athari za kinafsi, za kisaikolojia anazipata mtoto, kwa maana ya kwamba hisia zake zinajeruhiwa au zinabaki kuwa salama. Kuna kujeruhi mwili wa mwanadamu, alafu kuna kujeruhi hisia zake. Kwa hivyo kuna mambo yanayojeruhi hisia. Ule ustawi wa hisia unakuwa hauko salama. Hisia ni muhimu sana katika maisha yetu. Hisia. Hatuhitaji tu mambo ya kiakili wala mambo yanayoweza kugusika, kuhisika, vitu ambavyo ni tangible. Tunahitajia huduma za kihisia. Ndio maana tukasema unapompapasa mtoto kichwa chake unazungumza na hisia zake. Huzungumzi na kichwa chake wala mwili wake, unatuma risala kwenye hisia zake. Kuna maneno yanayojeruhi hisia za mtu na kuna maneno yanayostawisha hisia za mtu. Kwa mfano, upendo unahudumia upande wa kihisia wa mwanadamu. Ukifanya jambo la upendo, mtu akasikia raha, amependwa, maana yake umegusa hisia zake. Ukimtukana mtu ukamdhalilisha, maana yake umejeruhi nini? Hisia zake. Ukimsema mtu vibaya akasikia, hahisi vizuri, maana yake umejeruhi hisia zake. Huu upande wa kihisia ni muhimu sana katika malezi. Na mnajua kwa nini ni muhimu? Mtoto hisia zake zinafanya kazi kabla ya akili yake, kabla ya macho yake, kabla ya masikio yake. Hisia huwa zinafanya kazi. Ndio nikawaambieni siku moja kwamba mtoto anaweza kumtizama mtu usoni, zile tabasamu za mtoto yule akamuona huyu ndiye, hata yule mtu akitaka kumpokea, kumbeba, mtoto akawa tayari. Kisha yule mtoto anaweza kuona namna mtu mzima alivyokunja uso, kisha mtu mzima yule akataka ampokea, mbebe, mtoto akakataa, kwa sababu hisia zake zinafanya kazi tangu mapema sana. Kwa hivyo njia ya awali ya mawasiliano, katika njia za kwanza za mawasiliano baina ya sisi na mtoto, ni kupitia hisia zake. Ndio maana tukasema kumnyonyesha mtoto si kumlisha tu, huhusika kumlisha na vile vile hisia. Wataalamu wanasema kwamba mpaka harufu ya mama yake anaijua. Yani ile harufu ya mama yake mtoto anaijua. Kwa hivyo mtoto anaweza kufikia mahala akakataa kunyonya kwa kuhisi kwamba mbona si wa kawaida huyu ananinyonyesha, mbona sio yule. Kwa hivyo pia anaishi na hisia za mama yake na namna mama yake anavyomtreat. Akimnyonyesha anampangusa kichwa kidogo, ndio mama zetu wanavyofanya, sio? Wakati mwingine anamtoa matongotongo huku anamnyonyesha, sio? Anamtoa makamasi, anamfutafuta huku anamnyonyesha. Pale anazungumza na hisia zake na anajenga matofali ya uhusiano baina ya mama na nani? Na mtoto. Kwa hivyo kujeruhi hisia za mtoto
ni kujeruhi upande wa kinafsia, wa kisaikolojia. Sasa mmoja katika wataalamu wa kimagharibi, mnamfahamu wengi, anaitwa Abraham Maslow. Yule ametengeneza msonge, pyramid, msonge wa mahitajio ya mwanadamu. Akaweka vitu vitano kwamba ni vitu muhimu, vinaitwa basic needs, mahitajio ya msingi ya mwanadamu. Amezungumza yale ya awali ambayo ni mahitajio ya kawaida ya chakula, kulala, kunywa, uhusiano wa kingono, makazi, malazi. Mwanadamu anahitajia haya, ndio mahitajio ya awali haya, physiological needs. Lakini akapanda hatua zinazofuata, ametaja katika daraja tofauti mahitajio mawili ya kinafsia. Kwanza, binadamu anahitajia kupendwa na anahitajia kupenda. Tusikilizane vizuri. Kila mmoja katika sisi ana haja ya kupendwa, na hii ni haja ya kibinadamu, vyovyote atakavyokuwa. Hata akiwa ni nabii, hata akiwa ni mwenda wazimu, anahitajia kupendwa. Na ndio utamuona mwenda wazimu fulani anafujo kwa watu wote, lakini kwa fulani hafanyi fujo, kwa sababu yule fulani amemuonyesha upendo, amezungumza na hisia zake. Utakuta yule wazimu anakaa naye na wala hana fujo naye. Kisa nini? Amehisi upendo kwa yule. Lakini tumewahi kusema kwamba hata mnyama anaweza kuwa mkali, lakini akihisi upendo fulani akawa mpole. Kwa hivyo utafiti unaonyesha kwamba wanyama wengi huwa wakali kwa mwanadamu kwa sababu ya kuhisi hatari tu, yani kuhisi kwamba yuko hatarini. Ndio maana anajilinda kwa kufanya uvamizi, lakini si kwamba ni adui moja kwa moja. Akiwa hana hatari, haoni hatari, hafanyi uadui. Kwa hiyo hisia zake za hatari ndizo zinamfanya afanye uadui. Kwa hivyo mbwa wa kisasa wanafanyiwa training, yeye ni adui wa yule asiyekuwa rafiki yake tu anayemjua. Kwa hivyo kuna ambaye anaweza kumtuliza asifanye fujo, akatulia. Lakini akiamua kufanya fujo anafanya kwa mwingine, ila atulizwe na mtu maalum, sio? Kwa hivyo sisi tuna hisia zinatuma kuhisi upendo. Mtoto mdogo akihisi upendo atavutika na mtu, anakubali kubebwa na mtu asiyemjua kwa sababu amemchekea, amefanya tabasamu. Wale wenye kupenda kufanya shughuli za kuiba na kuteka watoto, kidnapping, lazima kwanza amuonyeshe upendo mtoto, amuonyeshe ana pipi zake mfukoni, ana nini, anatabasamu. Mtoto akigururika tu anamuiba, na mtoto anahisi yuko katika amani, anachukuliwa. Kwa hiyo anacheza na zile hisia. Nimewahi kusema zaidi ya mara moja kwamba ukiwa na binti yako nyumbani, tangu amekulia hahisi upendo wako, mapenzi yako, ana haja ya mapenzi. Akitoka nje akapata msanii ambaye akijikwaa anaambiwa pole, hata akivaa ovyo ovyo anaambiwa umependeza, si ndio? Kitu kidogo anaulizwa umeumia, anaambiwa sina raha kwa sababu nimesikia ulikuwa unaumwa. Akionyeshwa vile ni rahisi kuchukuliwa. Kwani nyie vijana mnapochokoza watoto wa kike, si mnawachokoza kisha mnawaambia ninakupenda sana? Kwa hiyo funguo yako ya kumuingia ni kumwambia ninakupenda, sio? Kwa nini unatumia lugha kwamba ninakupenda sana? Wewe unipendi, unataka kumthibitishia unampenda, kwa sababu unataka kumchukua kupitia kibali cha kumwambia ninakupenda, sio? Na yeye akiambiwa ninakupenda, kwa sababu kupendwa ni haja ya mwanadamu, akiamini kwamba kweli unampenda, anavutika, sio? Anavutika kwa sababu ni haja hiyo. Lakini tuna haja ya kupenda pia. Sasa mtoto anahitajia huduma hii ya kisaikolojia. Sasa nataka kupigia mstari hapo, tusikilizane vizuri. Mtoto hataki kuona anapendwa tu, hataki kuonyeshwa upendo tu kwa maana umfanyie upendo. Anahitajia kuona watu wanaopendana. Ikiwa anaona kila mara wasiopendana, pia inamwathiri. Yani kuna kumuonyesha kumpenda, ukafanya mambo yote yenye kuashiria kuwa unampenda,
alafu kuna kutazama kila mara watu wasiopendana, alafu kuna kutizama wanaopendana. Haya yanamjenga mtoto mjengo hasi au mjengo chanya. Tuko pamoja? Kwa hivyo kama kuna michezo inayoonyesha upendo, watoto wanagaiana vitu, huyu kapata kimoja anamgaia mwenzake, anamkumbatia mwenzake, wakicheza wanaruka pamoja, wala nini, hiyo inamjenga mtoto. Lakini akitizama michezo kama ni ya katuni au mingine, wanapigana, wanakorofishana, ni maadui, inambomoa mtoto vile vile kimaadili. Tuko pamoja? Ndio yale tunaosema kila mara Tom kambana mkia Jerry, mara Jerry kambana sikio Tom. Mchezo mpaka unakwisha masaa mawili ni kufanyiana tu, kupigana tu. Huyu mtoto anakulia vipi? Ndio akiguswa na mwenzake lazima na yeye arudishe, sio? Yaani ni michezo iliyojengeka katika misingi ya kisasi. Kisasi. Ndio ule mchezo huko hivyo, sio? Karuka kaingia dirishani, katokea kwenye sufuria, kaingia hapa, mwenzake katokea huko kamfanya hivi, na huyu kaja kamlipizia mpaka mchezo unakwisha. Haya, unataka huyu mtoto akipigwa na mwenzake na yeye asimpige? Unataka asilipize? Kwa hiyo yale yanajengeka, sio? Kwa hiyo ni muhimu sana kutizama ni kitu gani anaangalia mtoto. Kwa hivyo la kwanza alolitaja Abraham Maslow katika mambo ya huduma za kinafsia ni nini? Upendo, kupendwa na kupenda. La pili ameitaja esteem. Esteem maana yake ni taadhima, kuadhimishwa, kuenziwa, kupewa heshima. Mtoto ana heshima kwa sababu yeye naye ni bani Adam. Mungu aliposema laqad karramna bani Adam, hajakusudia watu wazima, sio? Useme kwamba laqad karramna bani Adam ni watu wazima tu. Mtoto akifanyiwa jambo sio la heshima, linamvunja kimaadili. Hilo mmoja. Lakini akitizama filamu ambazo hazina heshima, heshima yake vile vile inaharibika, heshima yake vile vile inavunjika. Yarhamukallah. Sasa nimeyasema haya kama utangulizi, tusikilizane sasa, kwa sababu tunataka kutoa mifano inayotuhusu kama watu wazima tunaifahamu. Matumizi ya nguvu na uadui katika media ni makubwa sana. Matumizi ya nini? Ya nguvu na uadui. Katizameni tamthilia mbalimbali, katizameni sinema mbalimbali, katizameni matukio mbalimbali yanayofanyika katika michezo yetu, katizameni namna ambavyo yamejaa matendo ya uadui na matumizi ya mabavu. Haya hayamuathiri mtoto tu, hata wewe mtu mzima unaathirika, na yana ushawishi mkubwa sana, na yametumika duniani kutawala akili za watu. Leo mimi nataka kuwapeni mifano ya vitu mnavyovijua. Kwa mfano, wengi katika sisi tunajua vita vya Vietnam. Marekani imewahi kupigana na nini? Na nchi ndogo tu ambayo iko kusini mashariki mwa bara la Asia, inapakana na China. Iko mbali maelfu ya kilomita kutoka wapi? Marekani. Mwaka 1955 mpaka 75, kiasi miaka 20 takriban, Marekani anapigana na nani? Na Vietnam. Kwa sababu ya vile vita baridi baina ya NATO na Waso. Kaskazini mwa Vietnam walikuwa ni watu wenye mtazamo wa kisocialisti. Sasa kilichotokea nini? Ni kwamba Marekani ilipata hasara kubwa sana kiuchumi. Hasara kubwa sana. Mpaka wakaanza kuchapisha makaratasi. Yaani zile noti zikawa ni makaratasi mengi yanachapishwa, sio fedha halisi, kwa sababu ya uchumi kuanguka. Na hili linatokana na jambo ambalo tumewahi kulizungumza wakati fulani, kwamba mwaka 1944 kuna watu walikaa kikao, mataifa 44 nayo. Mwaka 1944 mataifa 44 mwishoni mwa vita kuu ya pili walikaa kikao. Marekani akiendesha kikao kile, akawataka walimwengu watumie dola kama sarafu ya kimataifa na noti ya kimataifa. Kwa sababu gani?
kwa sababu akiba ya dhahabu duniani 2/3 yote alikuwa nayo nani? Marekani. Alikuwa anamiliki 2/3 ya dhahabu yote duniani. Na kwa kuwa fedha zinaakisi akiba ya dhahabu uliokuwa nayo, kwa hivyo akakubaliwa na mataifa 44 kwamba yeye awe, kwa sababu ana akiba kubwa ya nini? Ya dhahabu. Na fedha kawaida zinaakisi akiba yako ya dhahabu uliokuwa nayo, sio? Likapita hilo. Lakini mabadiliko yakatokea. Mtu anayetaka zaidi hili anaweza kurejea lecture za zamani huko. Tulisema kile kipimo cha dhahabu ounce moja ilikuwa ni sawasawa na $35. Kwa hivyo akiba yake ya dhahabu aliyokuwa nayo ikapimwa hivyo, utajiri wake ukaweza kuhudumia dunia, fedha zake zikahudumia dunia. Lakini akaja kuumia sana katika miaka ya 60 mpaka mwanzoni mwa 70. Uchumi ukashuka sana. Akaiweka nini? Dhahabu pembeni, akaanza kuchapisha nini? Makaratasi ambayo hayaakisi dhahabu. Tunasema ni uizi wa kimataifa. Nenda katafute kwenye mitandao kitu kinachoitwa Nixon shock. Mwanzoni mwa miaka 70, kwamba Rais Nixon wa Marekani alitangaza kwamba kuanzia sasa hivi tunaondosha uhusiano kwa muda baina ya akiba yetu ya dhahabu na fedha na dola. Lakini ukweli ni kwamba mpaka leo hii haijajulikana kwamba kweli walirudisha uhusiano, kwa sababu inflation inatokea kila siku, kwa maana ya kwamba mfumuko wa bei. Sasa twende katika nukta yetu. Katika vita vya Vietnam baina ya Marekani na Vietnam iliwaathiri sana wa Marekani. Kweli walikufa 2 mpaka 3 watu wa Vietnam walikufa. Lakini na Wamarekani wenyewe wanajeshi zaidi ya 600,000 walikufa. Haijawahi kupoteza askari wanajeshi kiasi hicho Marekani. Lakini si hao tu, familia ziliathirika, kwa sababu waliokuwa salama walirudi ni wavuta bangi, wanatumia heroin pia. Kwa hivyo waliporudi walevi wa bangi na heroin. Baadhi wanasema katika silaha za Vietnam ilikuwa ni kuwauzia bangi wanajeshi na heroin. Kwa hiyo wamerudi na majeraha na sonona, maradhi mengi wale wanajeshi, na familia zikaathirika. Sasa kilitokea kitu gani Marekani katika siasa? Maandamano ya wananchi wa Marekani yalikuwa mengi sana, hayajawahi kutokea mpaka leo. Ni yale maandamano ya kupinga nini? Vita vya serikali yao kupigana na nani? Na Vietnam. Na wapeni mfano tu wa maandamano. Kwa mfano mwaka 1967 ambayo ilikuwa ni mwezi 21 Oktoba, watu 100,000 waliandamana. Unajua watu 100,000 sio kidogo Tukitoka watu 1,000 hapa tuandamane, 10,000 tuandamane, 20,000 ni watu wengi, sio? Kwa hiyo watu 100,000 waliandamana. Haya maandamano yaliitwa maandamano ya Pentagon. Pentagon ndio ile center muhimu ya kijeshi ya Marekani. Hawa wote walikuwa wanaandamana kupinga nini? Serikali ya Marekani kuingia katika vita na Vietnam, kwa sababu wameathirika sana. Alafu Novemba mwaka 1969 watu 250,000 mpaka 500,000 waliandamana. Watu 500,000 kuandamana si jambo dogo. Tarehe 24 Aprili mwaka 1971 Washington watu 500,000 waliandamana, na miji mingine sitaki kutaja. Sasa kilichobaki nini? Nataka tuelewe media inavyofanya kazi, sio? Serikali ya Kimarekani ikawa iko katika hali ngumu sana. Kipindi chote hiki cha mwanzo palikuwa na marais tofauti. Reagan alikuwepo, kisha akaingia nani? Nixon. Walikuwa marais wa Marekani. Pia alikuwepo yule aliouawa nani? Yule kijana. Naye aliuawa, alikuwa kipindi hicho cha vita. Pakaanza kutengenezwa filamu sasa. Ndio hapa napataka sasa hivi. Wizara ya ulinzi ya Marekani ikaanza kutengeneza filamu za kutaka kutengeneza taswira tofauti ya vile vita, ili wananchi wa Marekani
wanaoandamana na walimwengu wanaojua Marekani amepata nini Vietnam wabadilishe mtazamo. Sasa hapa palilengwa nani? Watu wazima waone tofauti na uhalisia. Na wapeni mfano wa vitu mnavyofahamu. Nani asiyejua hapa filamu za Rambo? Rambo, mpaka watoto wadogo wanamjua Rambo, sio? Sylvester Stallone. Huyu Rambo alitengeneza filamu. Huyu hakutumwa na serikali, lakini yeye mwenyewe, kwa maana tena ana kampuni kubwa huyu, lakini ni filamu binafsi, lakini ilifanya kazi ya kupropagate vile vita vya Vietnam. Ukitizama unaona mazingira ya Vietnam yalivyotengenezwa, vichaka vile na nini. Kwa hivyo kuna ile First Blood Part 1 ambayo watu wameitizama sana mpaka huko kwetu ikaathiri, kuonyesha ushujaa wa mwanajeshi wa Kimarekani na namna anavyookoa mateka. Sio kama tuko pamoja jamani? Nani katika sisi alihisi kwamba hili jambo limetengenezwa zaidi ya kuamini kwamba wa Marekani bwana, angalia namna walivyo, mtu mmoja namna alivyoingia kaokoa watu walozingirwa, wametekwa, wamewekwa mahala fulani. Sasa watu wazima subconscious mind yao ilibadilika kuamini ushujaa wa Marekani, alafu wakafunika yale yote yalotokea kule Vietnam. Maana wale jamaa walipigwa kisawasawa, mashimo walikuwa yakitengenezwa, mahandaki, watu wanaweza kukaa miezi kadhaa chini, wale watu wa Vietnam, vyakula kila kitu ni huko chini. Jamaa wale mpaka kujua mazingira yale walikuwa wamekufa wengi sana. Acha waliochanganyikiwa wakawa wenda wazimu kutokana na hofu ya vita. Kwa hiyo pakatengenezwa ile First Blood Part 1 mwaka 1982. Wakati huo ni wakati wa nani? Reagan ambaye alikuwa rais wa Marekani. Reagan. Mwaka 1985 Reagan alikuwa akitoa hotuba ya 1985. Katika maskara yake akasema Rambo lazima ashinde. Yani rais wa Marekani anatolea maskara, anasema Rambo lazima ashinde, kwa sababu Rambo alishaingia kwenye vichwa vya Marekani wote. Asio wote tu, walimwengu wote wanamjua Rambo na wanamjua kama shujaa aliyookoa, lakini Marekani sio. Na utaona mara pengine bendera inapandishwa Marekani, utaona hivi na hivi. Ilikuwa ni message ile ya kubadilisha mtazamo. Tuko pamoja? Kwa hivyo ikapita hiyo filamu ya kwanza, ni kuchora upya vile vita, vinachorwa upya uvione kwa taswira ya wale waliokusudia, sio? Kisha kutibu majeraha ya familia na askari walioumia, kwa sababu uongo umetumika sana kuonyesha idadi ya askari waliokufa. Hawakutajwa idadi halisi. Kwa hivyo ile idadi ikiwa wamekufa watu 50 wakataja 5, wewe ambaye wakwako wamekufa unaamini katika wale 5 na wakwangu wamekufa, lakini kumbe waliokufa nani? Ni 50. Serikali ilifanya hivyo, habari zikawa zinaenea, taswira ikawa iko namna hiyo. Taban kuna filamu zilizotengenezwa kuonyesha kinyume vile vile, kuonyesha namna walivyopigwa, kwa sababu wapinzani vile vile walikuwa wanaionyesha serikali namna ilivyochukua maamuzi mabaya. Vile vile wakati huo kuna mtu mwingine mnamjua, ndio maana nimesema nitoe mifano. Chuck Norris naye alitengenezwa. Nani asiyemjua katika nyie? Maana siku hizi vijana wa mjini na vijijini wote wanajua. Zamani ilikuwa wa mjini tu kwa sababu TV tunazitafuta mjini, zenyewe chache, sinema ziko mjini tu. Sasa hata wapi anamjua Chuck Norris pia, sote tunamjua. Na filamu ile Missing in Action, nani asiyejua? Tangia watu wazima mpaka vijana mnaijua. Mazingira mnayaona ya Vietnam, mnaona alivyotengenezwa kama shujaa, kujaribu kubadilisha mtazamo wa walimwengu kuhusu namna ambavyo Marekani iliumia kule Vietnam. Sasa na ni wakati wa Reagan. Huyu alitengenezwa kama shujaa wa Kimarekani, na yeye vile vile alifanya kazi ya kuokoa nini? Mateka. Kwa sababu mateka wengi walikuwa wameshikiliwa, alafu wananchi wa Marekani wanaandamana kwamba mimi sijamuona mtu wangu alokwenda kule. Kwa hivyo ilikuwa ni vurugu.
kisha mnatengeneza sinema inaonyesha kwamba wanaokolewa, yani muishi kwa faraja. Mtu mmoja tu anaenda anapiga watu sijui wangapi, anaenda kuokoa sijui watu wangapi, alafu na wewe unashabikia, mara nyingine unatoka na machozi kwa furaha. Kumbe ni kitu kimeigizwa tu. Binadamu wa sampuli hajawahi kuumbwa kabisa. Maana hata Imam Ali tunapomsifu hajawahi kuwa kama Chuck Norris. Namna anavyotengenezwa ni shujaa, sio? Kwa hivyo sote tumeona hizi, na ile Missing in Action ilikuwa ina part 2 mpaka part 3 nakumbuka. Si ndio? Kuna The Beginning mwaka 1985. Shujaa aliyepata tabu sana, lakini pamoja na tabu zote hatimaye alishinda. Yani Marekani tumeumia sana, lakini hatimaye tumeshinda. Ndio message ilikuwa inatakiwa hiyo, sio? Kwa hivyo duniani kote alifahamika huyu mtu kuliko mwingine yoyote kutokana na filamu hiyo. Lakini 88 Missing Action namba 3, anarudi Vietnam kwenda kuokoa watoto na nani, sio? Anarudi kule anaenda kuokoa bwana. Na nimetoa mifano kwa sababu nyote mnajua habari hizi bwana. Na nyote mmeshuhudia. Lakini lengo lilikuwa ni hilo bwana. Na taswira ilijengwa mpya. Baada ya pale, mbali na kule kushughulisha tu na filamu, ilikuwa ni issue. Sasa mimi sitaki kwenda mbele kutoa mifano mingine, na kupeni mfano wa namna media inavyofanya kazi. Mpira, sisi tukikulia mpira wa miguu, mnajua kwamba watoto wa kike na wanawake hawakuwa mashabiki. Kama walikuwepo wachache sana, yule anempenda mumewe kwa sababu mume anapenda Simba na yeye akamsogelea mume na yeye akashangilia, kwa wachache sana, sio? Kwa wakati tunakulia, ushabiki wa mpira wa miguu ulikuwa ni wanaume. Mnaona namna mshabiki wa mpira wa miguu ulivyokuwa sasa hivi? Ile msitoe katika media jamani, wala msioni ni kitu akihusiki na haya tuna nani. Kuna watoto wadogo sasa hivi miaka chini ya 10 wanashughulishwa na mpira, wanawajua wachezaji, wanawajua wameuzaje, wamenunuliwaje, sio? Nyie mnasomea ushehe na uimamu na ualimu, mnatizama mpira, goli likifungwa mnashangilia kama mtu wa stendi. Unajiuliza huyu sasa amesema wala dhalina, watu wakaitikia amina au nini? Sasa namna ulivyoingia, niulize, hawa watu wanaweza kushughulikia maendeleo? Wanaweza kufikiria dhulma inayofanyika duniani? Wanaweza kujadili mambo ya msingi? Kwa hivyo dunia inatutaka tuingie kwa wingi huko, ili tuwe bize sana, ili wenye kufanya mambo yao waendelee nayo. Nyie hata mkizinduka yaishakuisha. Ndivyo tunavyotakiwa namna hii. Nchi ambayo imebobea sana katika mambo ya mara anasa tu ni rahisi sana kutawaliwa. Ndio wale watu wakiambiwa vita hawawezi, wao wamezoea anasa, sio? Vita hawawezi kuingia hawa. Ufaransa ilipitia wakati ikawa starehe zimeingia zikafika mahala kiasi kwamba wakiambiwa watu vita hawako tayari, kwa sababu starehe na anasa hailingani na mambo ya vita, sio? Itakuwa ni yale ya Mayahudi, idhhabu anta wa rabbuka faqatila inna hahuna nendeni bwana nyinyi mkapigana, sisi tunakusubiri hapa. Hatuwezi kuingia katika vita kwa sababu ya anasa. Sasa vimeingia mpaka kwa watoto wadogo, wanawake. Unamuona mwanamke yuko mpirani namna anavyoshangilia, anavyokatika, na nimeona mimi vituko fulani vinavyofanyika vya starehe na wanawake kucheza uchi kwa sababu timu imeshinda. Vitu vya ajabu kabisa. Sisi ambao hatuna hobi hiyo ya mambo ya mpira, siku ya mpira lazima tujue. Utake usitake utaijua tu kwamba leo Simba Yanga inacheza. Bila kuuliza utajua. Zamani tulikuwa tuna darasa yetu miaka karibu 30 iliyopita kwenye uchochoro kule, tulikuwa tunajua leo kuna mpira ikiwa darasa haina watu. Kingia kwamba siku ya darasa hakuna watu, leo lazima kuna mpira. Siku hiyo jamaa hawaje. Na Mungu ajalie kheri waswali pale wanapotazama mpira. Sasa haya mambo yote yana athari. Mimi ningependa leo tukomee hapa ili tuendelee na mifano, tuje kwa mtoto hatimaye katika darasa yetu ijayo. Kumbukeni tunazungumza athari za kinafsia katika masala ya media na malezi. Tumeona kwamba athari hizi si kwa watoto tu, watu wazima wanaathirika, sio?
subconscious mind yao inaathirika. Public opinion, mtazamo wa umma unaweza kubadilishwa kupitia media, wakaona kwa mujibu wa yule mwenye kuandaa ile risala anavyotaka waone. Na sisi wote ni mhanga wa hayo. Takomea hapa. Nasallallahu al-auna wa at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyut tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.